Jana wamefanyiwa matibabu takriban watu 1700 na juzi walikuwa 1400 na leo naamini tutapata watu si chini ya watu 4000 mpaka kuhitimisha leo. Lakini tumeona operations zilizofanywa ni takriban operation 186. Si jambo dogo. Watu wamepewa miwani, watu wamepewa dawa, watu wamefanywa operation, na kwa kweli watu wameondoka wakiwa na tabasamu. Kuna watu walikuwa hawana matumaini kwamba watapona tena na kuweza kuona. Lakini baada ya kupewa visaidizi ikiwemo miwani, dawa, tumeona watu wakiwa na furaha, tumeona wakitoa maoni yao juu ya tumaini jipya. Upande wangu kwa kweli narudia tena kuwashukuru Bilali Muslim Mission of Tanzania ambao ndio wameendesha kambi hii pamoja na washirika wao. Lakini leo nadhani mmeona tumekuja katika idara hii ya upasuaji wa macho na tumepata takwimu kwamba zaidi ya watu 186 wa Tanga wamenufaika na upasuaji wa mtoto wa jicho. Lakini kambi hii kwa kweli ya macho sio tu kambi ya macho, lakini inarudisha matumaini na furaha kwa watu wa Tanga. Tumemsikia mzee Hemedi anakuambia jicho moja lilikuwa halioni, baada ya kufanywa upasuaji na kufunguliwa bendeji jicho moja limeanza kuona. Leo kwa kuwa ndio siku ya mwisho tunatarajia kufunga kambi hizi mapema na wagonjwa wamekuwa ni wengi, lakini tutajitahidi wakati tunavyoweza tuweze kuwachukua wale ambao wana uhitaji maalum zaidi, kama vile wazee ambao wanaweza kufanyiwa usafishaji wa macho, na wale wengine wanaopewa miwani tutaangalia wale ambao wana uhitaji moja kwa moja ili tuweze kurahisisha, tusiache watu wengi ambao watakuwa wamehudhuria kwa muda wa siku ya mwisho na siku hizi za mwanzo walichelewa kufika. Huduma hii nafikiri ingekuwa ni kuja tu moja kwa moja hospitali ingekuwa ni pesa nyingi, lakini tumeipata huduma hii bure kupitia mheshimiwa wetu Mwalimu kutuwezeshia. Kwa hivyo nashukuru sana, na sasa hivi nimefanyiwa na naendelea vizuri. Natoa shukrani za dhati za moyoni kwa mama yetu Umi na wenzake walioshirikiana katika kutuletea msaada matibabu haya ya macho. Mimi nilikuwa jicho langu moja halioni, lakini nashukuru sasa hivi limeshaanza kuona. Natoa shukrani za dhati na tuomba aendelee, asituache, maana mimi namuita mlezi wa wazee.